Makofi kwa mkuu wa mkoa. Makofi kwa mkuu wa mkoa yatoshi. Mheshimiwa yuko Dar es Salaam wewe. Wana Dar es Salaam wanakusikiliza. Karibu sana mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie nafasi hii kwanza kushukuru sana programu hii muhimu ambayo tunayo na wewe leo ndio mgeni rasmi. Lakini tumia nafasi hii pia kumshukuru sana Katibu Mkuu Kiongozi ndugu yetu Injinia Zena kwa kuungana nasi siku hii ya leo. Hii inaonyesha wazi kwamba kauli mbiu yetu ya Twende Duniani imeanzia bara imekwenda mpaka Zanzibar. Lakini zaidi pia leo tuko na bosi wetu kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, ndugu yangu Mheshimiwa Naibu Waziri wetu. Katiba, naomba labda usimame tu watu wakuone ili angalau na wewe kesho unaweza kawa marukia wa nguvu. Huyu ni bosi wetu kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, ni naibu waziri ambaye anamsaidia kazi ndugu yetu Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kufanya kazi za wizara hii ya TAMISEMI. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nilikuwa najiuliza hapa, dada mmoja ambaye amepokea tuzo, nilikuwa namuuliza Injinia Zena kwa nini analia. Nadhani watu wengi ni kama mjamuona, mimi nilikuwa nimeconcentrate sana kuangalia kwa nini analia. Nimeangalia sana analia. Lakini nilichojibiwa ni kwamba tukio hili ni kubwa sana kwake. Na yeye amejibu hapa kwamba wewe ndio unakuwa game changer katika familia na kila mahali. Na ndio unatakiwa upeleke tabasamu kwa watu wengine. Kwa hiyo inatia furaha kubwa na hasa ukitafakari historia ya maisha yako. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, dunia hii imejawa historia kubwa. Na ukirudi nyuma sana katika historia yetu kutoka Uyunani, mwanamke hakuchukuliwa kama kiumbe anayeweza kuwa na matokeo makubwa katika uchumi wa mataifa mengi duniani. Lakini baadaye siku zilivyozidi kwenda, dunia imeendelea kujiratibu yenyewe. Inahama kutoka kwenye patriarch system ambayo ni system inayo structure gender inequality, system ambayo inaonesha mwanamume yuko juu, mwanamke yuko chini. Lakini baadaye mifumo ya mataifa yetu imeendelea kumuona mwanamke kama nguzo kubwa inayoweza kuwa na mchango mkubwa katika kubadili sura ya uchumi, lakini katika kubadili pia masuala socio-economic na masuala mengineyo mengi. Na kwa mantikio naomba sote tupige makofi mengi sana kwa jambo hili kubwa sana la kumuenzi Malkia Nguvu kwa kutambua kazi anazozifanya mwanamke katika jamii yake. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Waswahili wengi wameandika vitabu vingi vikionyesha struggle kubwa sana ya wanawake ili nao waweze kutambulika vizuri kutokana na ukandamizaji mkubwa ambao ulikuwepo tangu zamani. Wewe Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ni msomaji wa vitabu. Ukisoma vitabu vingi, kwa mfano kitabu cha Shafii Adam Shafii cha Vuta Nikuvute, kimeandikwa mambo mengi sana yakiwemo namna mwanamke anavyo struggle ili kuweza kuwa sehemu ya uchumi wa taifa lao. Lakini mwisho tunaona mambo yamekwenda kuwa mazuri zaidi. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimepewa jukumu la kukaribisha. Lakini kabla sija kuinua, naomba uangalie klipu ndogo sana ambayo itapita hapa. Halafu baada ya hapo utasimama ili uweze kuzungumza nasi na yale ambayo utatuelekeza tuweze kuyapokea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi naomba nikaribishe ili Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu aweze kuona kabla hajazungumza. Alizaliwa Novemba 23, 1976 kijijini Mabonde Tukuyu mkoani Mbeya, na kupata elimu ya msingi katika shule ya Mabonde na baadaye
kupata elimu ya sekondari shule ya wasichana Loleza Mbeya na Zanaki jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Tulia Ackson, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Malkia huyu alipata mafunzo ya elimu ya juu ya sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye Cape Town nchini Afrika ya Kusini na kushiriki tafiti nyingi duniani. Kisha mnamo mwaka 2015 aliteuliwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Yako mambo mazuri ambayo nchi yetu inawafanya. Sasa mnanipangia hii nafasi, nimepigiwa kura. Sasa nyinyi mkianza kunichagulia, yani niwe nawauliza nyinyi wapi niende, niwe nawaomba nyinyi ruhusa yani. Lakini kama anauliza kwa kuleta dharau, hiyo haikubaliki. You have elected a president who is supposed to deliver to her mandate. Wananifanyia masihara, wanaona labda wanaweza kunichezea kama vile kitenesi sijui. Dalili zenye muundo wa nishani ya heshima kwake zilianza kujitokeza mwaka 2015 alipoteuliwa kuwa mbunge na kisha naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukomavu wa kisiasa na uthubutu wake vilimjaza ujasiri na kuamua kujitosa kugombea ubunge kwenye jimbo lililokuwa likiongozwa na mbunge mwenye rekodi ya kuwa na idadi kubwa ya kura bungeni. Kwa hivyo wakati nafanya maamuzi ya kwamba nagombea Mbeya mjini, maeneo kadhaa nilikuwa nimeshafanya utafiti, lakini katika hayo maeneo yote ilionekana Mbeya mjini ndio ngumu zaidi kuliko hayo mengine. Kwa hiyo nikajaribu kuwafikia wananchi wengi, nikajaribu kuyafikia makundi mengi, na pamoja na kwamba ni kweli kwamba huyu mbunge ambaye mimi nilimtoa alikuwa 2015 anashikilia tuseme hiyo nafasi ya kuwa mbunge aliyepigiwa kura nyingi zaidi na wananchi, lakini ni mbunge ambaye niliweka ushindani na kwa kweli nilimzidi kwa kura zaidi ya nusu ya zile za kwake. Malkia Dr. Tulia anaota ndoto kubwa ya kizalendo, akitamani kuona mataifa mengine duniani yanajifunza kutoka Tanzania, hasa usawa wa kijinsia kwenye nafasi za maamuzi. Yako mambo mazuri ambayo nchi yetu inawafanya. Kwa hivyo na sisi tungetamani nchi zingine zijue zinaweza kujifunza kutoka Tanzania. Ziko nyakati ambazo tunafikiri ni sisi tu tunapaswa kujifunza kwingine, lakini hata sisi tunatoa masomo mazuri. Kwa mfano nafasi ya mwanamke ambayo nchi yetu inatoa, hatujafika mahali ambapo tunapata amani, lakini ni dhahiri kwamba tumepiga hatua. Sasa hili ni eneo ambalo hata sisi tunawafunza wenzetu na wenzetu wanajifunza kutoka kwetu. Kwa maana kwa mfano katiba yetu inasema bunge, hata kama ikitokea nchi hii haijachagua mbunge hata mmoja mwanamke kwenye jimbo, lakini wanawake mle ndani watakuwepo 30%. Oktoba 2023, Tanzania ilipata heshima kubwa ya kihistoria duniani baada ya Dr. Tulia kushinda kiti cha uraisi wa Muungano wa Mabunge Ulimwenguni IPU, akiwa mwanamke wa tatu kushika wadhifa huu. Tulia analikumbuka sekeseke la kuandamwa na wajumbe wa IPU kule Geneva, Uswisi, Oktoba 2024, alipokaliwa kooni na wajumbe dhidi ya safari yake ya usuluhishi nchini Urusi na kujikuta akikalipa, tukio lililoitikisa dunia. I think, colleagues, let's have trust. You have elected a president who is supposed to deliver to her mandate. And I think you are dealing with me unjustifiably, which is not fair to anybody. Kwa nini nilijibu vile? Kwa sababu unamuona mtu namna anavyouliza swali. Unajua huyu anauliza kwa heshima, yani kwamba anataka kujua, basi unamjulisha. Lakini kama anauliza kwa kuleta dharau, hiyo haikubaliki. Kwa sababu ningeweza kuambia hivyo tangu mwezi wa 7 kwamba hivi nyinyi kwa nini mnanisumbua? Kwani mimi siruhusiwi kutembelea hizo nchi? Nyie ndo mnanipangia. Sio nyie mnanipangia. Hii nafasi nimepigiwa kura na wabunge kutoka dunia nzima wameniamini mimi kwamba naweza kuongoza. Sasa nyinyi mkianza kunichagulia, yani niwe nawauliza nyie wapi niende, niwe nawaomba nyinyi ruhusa yani wapi niende, jamani hapa niende, hiki nikaseme au nisiseme, haiwezekani. Kwa sababu nimepewa nafasi, lazima nitumikie hiyo nafasi, lakini nitoe matokeo yale yanayotarajiwa. Wananifanyia masihara, wanaona labda wanaweza kunichezea kama vile kitenesi sijui.
Waneni wa mambo hukoleza kuwa nabii hakubaliki kwao, lakini ni tofauti kwa malkia huyu anayekiri kupewa heshima na muhimili wa bunge. Na kuhusu jinsia, sio mjadala tena. Kwa mfano mimi si ni mbunge wa Mbeya mjini, lakini wale ni wananchi wenzangu, ni wapiga kura wenzangu. Tunaheshimiana, sio kwamba tu wao ndo wananiheshimu, lakini tunaheshimiana. Ila ile sasa ya kuheshimu nafasi ambayo wao wamekupa, kwa maana wamekuchagua, bado wananipa ile heshima bila kujali umri, bila kujali kwamba wewe ni mwanamke. Kwa hiyo kwa sura hiyo tunaenda vizuri. Malkia wa Nguvu 2025 twende duniani. Malkia wa Nguvu 2025 twende duniani. Ahlan. Makofi tena, makofi hayatoshi, makofi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, na mimi mwaka 2015 nilikuwa miongoni mwa waliopiga kura. Kura yangu ndio imechangia leo mpaka kuwa rais wa mabunge duniani. Mnipigie pia makofi kwa kazi hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, naomba nikukaribishe sasa uweze kutoa tuzo, na baada ya kutoa tuzo utaunganisha moja kwa moja kuweza kuzungumza nasi. Karibu sana. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi anasindikizwa na malkia wetu wa nguvu ambaye ni mwenyeji wake, mkurugenzi wa biashara kutoka Clouds Media Group, Sheba Kusaga, kwa ajili ya kuweza kukabidhi tuzo hiyo. Haya. Mkurugenzi Sheba Kusaga atapokea certificate kwa ajili ya kuweza kumkabidhi mshindi. Lakini tuzo hii inakuja kupokelewa kwa niaba. Mheshimiwa Tulia hayuko hapa leo hii, ana udhuru. Kwa hiyo inapokelewa na Naibu Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Zainab Katimba, anakuja kuipokea tuzo hii kwa niaba ya mshindi wetu. Anakuja kuipokea tuzo hii kwa niaba. Mheshimiwa Mheshimiwa Zainab, okay, anakabidhiwa tuzo kwa niaba. Hongera sana, zifikishe pongezi hizi na na anapokea certificate kwa niaba ya Mheshimiwa Tulia. Asante sana, tunaomba uifikishe pia certificate hiyo. Haya, tupate picha pamoja. Tupate picha pamoja. Haya. Baada ya hapo, kama alivyokuomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya kukabidhi tuzo hiyo, najua tutapata salamu. Haya, asante, naomba niwaruhusu mshuke. Lakini Mheshimiwa Zainab ambaye leo amepokea tuzo kwa niaba, leo ni birthday yake. Leo anatimiza mwaka mmoja tunaambiwa katika kazi yake. Sawa, asante sana. Mheshimiwa, tunaomba tukaribishe, karibu tukuweze kusikia nasaha zako. Mkurugenzi, unaweza ukarudi. Mtetezi wa wanyonge, mpenda haki.